Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ule usajili ambao umeweza kukamilika ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 ambapo klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kukamilisha usajili wa winga mshambuliaji kutokea Afrika Kusini. Hapa tukienda kumongelea Keletso Makagalwa, ambapo mchezaji huyu tunaona msimu uliomalizika alikuwa katika klabu ya Sekhukhune United ambayo inashiriki ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini. Keletso ni mchezaji mzoefu kabisa akiwa na umri wa miaka 29. Tunaona mchezaji huyu kwa upande mwingine amepita vilabu mbalimbali pale Afrika Kusini ikiwamo klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns. So tunafahamu Mamelodi Sundowns ni miongoni mwa klabu kubwa pale nchini Afrika Kusini, lakini vile vile amepita klabu ya Durban City, vile vile amecheza Maroka Swallows ya pale Afrika Kusini, amecheza TX Galaxy ya Afrika Kusini, bila kusahau amecheza Cape Town All Star ya Afrika Kusini, na kwa upande mwingine tunaona amecheza Upton City ya pale Afrika Kusini. Lakini msimu uliomalizika tunaona alikuwa katika klabu ya soka ya Sekhukhune United ambayo imemaliza nafasi ya 5 katika ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini. Mchezaji huyu anaofahamika kwa jina la Keletso Makagalwa hapo awali alikuwa akihusishwa kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club kwa sababu Yanga ndio walikuwa wa kwanza kumfuata mchezaji huyu Keletso Makagalwa, lakini tunaona mchezaji mwenyewe Keletso ndiye ambaye ameweza kugomea dili la kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kuweza kukubali kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club, licha ya Yanga kuweka fedha nyingi za usajili kwa ajili ya kumnasa, bila kusahau bonasi na mshahara. Yanga walikuwa wamezidi kete klabu ya soka ya Simba Sports Club. Vile vile kupitia ushawishi wa kocha mpya wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club aliweza kufanya mazungumzo na mchezaji huyu Keletso. Hapa tukienda kumwongelea kocha wa Yanga Mankioba Mgigits, ambapo kocha huyu tunaona ametokea klabu za pale nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaona pia ni miongoni mwa watu ambao alimshawishi sana mchezaji huyu kujiunga na klabu ya soka ya Yanga, lakini ndio hivyo ameamua kuichagua Simba. Taarifa inasemaje? Inasema hivi, kwa taarifa ni kwamba kwenye dili Young Africa waliwazidi Simba Sports Club kwenye pesa. Simba Sports Club wakaipiga Young Africa kwenye mvuto na ushawishi kimataifa, wakachukua mchezaji. Taarifa zaidi zinasema mabingwa wa nchi Young Africa walitumia pia kocha wao mpya Mankioba Mgigits ambaye alikuwa kocha alikuwa kocha wa Keletso alipokuwa Mamelodi Sundowns kwa vipindi tofauti, lakini ilishindikana. Tangu awali Keletso Makagalwa kichwani alikuwa na jina la timu moja tu kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-2027 na ni Simba Sports Club. Msimu wa mwaka 2024-2025 ndio ulikuwa msimu wake bora sana, akiwa miongoni mwa wachezaji watatu waliotaja kuwania tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini na mchezaji bora wa wachezaji, akiwa pamoja na Lucas Ribeiro Costa, mchezaji ambaye anacheza Mamelodi Sundowns, bila kumsahau Reboile Mofokeng kutokea Orlando Pirates. Msimu uliomalizika 2025-2026 akiwa na Sekhukhune United alipiga assist 13 na goli 4, yani amehusika kwenye magoli 17 za mashindano yote na kuwasaidia kumaliza nafasi ya 5 klabu ya soka ya Sekhukhune United katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo huyo ndio mchezaji Keletso Makagalwa ambaye amevutiwa zaidi na project ya klabu ya soka ya Simba na kuamua kuikataa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, licha ya ushawishi ambao Yanga wameweza kutoa kupitia kocha wao, fedha nyingi za usajili sambamba na bonus. Kwa hiyo tunaona katika eneo lile la ubavu wa kushoto, yani namba 7 ndani ya klabu ya soka Simba, kwa sasa kutakuwa na mchezaji huyu ama balaa jipya Keletso Makagalwa, ambaye moja kwa moja atakwenda kusaidia wachezaji wengine ambao watakuwepo. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa Anicent Aura akaondoka kwa Simba kuweza kumuuzwa, kwa sababu inatajwa kwamba nyota huyu amewekewa dau la zaidi ya bilioni 1.7 kama fedha zake za usajili. Kwa hiyo Simba waweza kufanya biashara hiyo ya kumuuza Anicent Aura, kwa sababu kwa sasa wanajiamini, wana Keletso Makagalwa miongoni mwa wachezaji hatari kabisa ambao Simba wameweza kuwasajili.